Je, umewahi kushangaa kwa nini unaishia kwenye mahusiano ya aina ile ile, makosa yale yale, au migogoro inayofanana, hata baada ya kuwapa hii ndio mara ya mwisho? Labda si bahati mbaya, labda ni mzunguko unaokuendesha kimya kimya. Acha tuendelee na kitabu cha The Laws of Human Nature cha Robert Greene. Sura ya 4, The Law of Compulsive Behavior, sheria ya tabia ya kulazimishwa. Sura hii inazungumzia tabia ya ajabu lakini ya kawaida sana katika maisha ya binadamu, tabia ya kurudia mienendo ile ile bila kujua. Robert Greene anaeleza kwamba watu wengi hujikuta wakitenda mambo ya aina moja kwa mara nyingine, si kwa sababu wanapenda matokeo hayo, bali kwa sababu ndani yao kuna programu za zamani zinazowaongoza kimya kimya. Tabia hizi mara nyingi hutokana na majeraha ya utotoni, mazingira ya kihisia waliopitia awali, au hofu hazikushughulikiwa ipasavyo. Ndani ya nafsi ya mwanadamu kuna misukumo ya zamani ambayo huamua mwelekeo wa tabia za sasa bila mtu mwenyewe kutambua. Greene anasisitiza kwamba makosa mengi tunayoyafanya si mara moja, bali ni marudio katika mazingira tofauti. Watu wanaoingia kwenye mahusiano yenye maumivu wanaishia kuyachagua tena kwa namna nyingine. Wanaoingia kwenye mizozo kazini mara nyingi wanajikuta katika migogoro ya sura ile ile popote wanapokwenda. Haya yote hutokea kwa sababu chanzo chake ni mfumo wa ndani ambao haujatambuliwa, mfumo uliosukwa na historia ya utotoni, hisia za awali, hofu tulizobeba na mitindo ya kukabili changamoto tuliojijengea miaka mingi iliyopita. Mtu hufikiri kwamba anaamua leo, kumbe anafuata mkondo wa jana. Kila binadamu kwa namna yake ana mwitiko wa kawaida wa kihisia. Wapo wanaojibu kwa hasira bila kufikiri, wengine wanakwepa tatizo mara tu linapojitokeza, baadhi hujifunga kihisia na kujitenga, au wengine hutafuta uthibitisho kupita kiasi kutoka kwa watu wanaowazunguka. Ingawa muonekano wa nje wa tabia hizi unaweza kuonekana kama uchaguzi wa kawaida, mara nyingi ndani yake kuna nguvu ya kulazimishwa, compulsions zinazotokana na hisia za zamani zinazoendesha tabia bila fahamu. Sura hii pia inaeleza namna ya kuziona dalili za mtu anayeishi katika mzunguko huu wa kihisia. Watu kama hawa mara nyingi hujibu haraka bila kutafakari, hurudia mahusiano yenye maumivu au mazingira yasiyowafaidi, hupandwa na hasira au hofu bila sababu kubwa, au hujipata mara kwa mara katika hali zinazoleta msongo ule ule wa awali. Hata wanapojua tabia zao zinawadhuru, bado washindwa kuzibadilisha kwa sababu nguvu ya mzunguko wa ndani ni kubwa kuliko nia ya juu juu. Katika kushughulika na watu wenye tabia hizi, Greene anatupa tahadhari kwamba hatupaswi kuangalia tukio moja pekee, bali mfuatano wa matukio yao. Maneno yao yanaweza kuwa matamu, lakini mifumo yao ndio ukweli halisi. Ukielewa kwamba mtu anaweza kurudia mgogoro ule ule bila kujua, unajilinda zaidi kiakili na kihisia. Hekima ya kutazama mwenendo badala ya matamshi ndio kinga dhidi ya madhara ya kutawaliwa na mizunguko ya watu wengine. Sura hii inaendelea kutufundisha namna ya kuvunja mzunguko wetu mwenyewe. Hatua ya kwanza ni kutambua tukio linalojirudia maishani mwako, ule muundo ambao umeonekana mara nyingi. Kutambua chanzo chake ni hatua ya pili. Kujua ni uzoefu gani wa zamani uliouunda. Kisha ni muhimu kujenga hali ya ufahamu kabla ya kuchukua hatua, kujua wakati njia ya zamani inataka kurejea. Katika hatua hiyo ya ufahamu, ndipo unaanza kufanya kile Greene anakiita uchaguzi wa makusudi, kuamua mwitiko mpya tofauti na ule wa kawaida. Kwa kufanya hivyo mara kwa mara, unavunja mnyororo wa kihisia uliokufunga na unajenga ustadi wa kujiongoza mwenyewe badala ya kuongozwa na historia yako. Hapo ndipo unapotoka katika maisha ya majibu ya kihisia yasiyodhibitiwa na kuingia katika maisha ya uchaguzi, utulivu na udhibiti binafsi. Hatimaye, sura ya 4 inatukumbusha jambo moja muhimu, kwamba ndani ya kila mtu kuna tabia za kurudia zenye mizizi ndani ya historia. Nguvu kubwa ya mwanadamu inaanzia pale anapoziangalia kwa makini, akizitambua, kisha akivunja mzunguko huo kwa makusudi. Hapo ndipo safari ya uhuru wa ndani inaanza, na hapo ndipo maisha ya mwelekeo mpya yanajengwa. Kama unataka kujua sababu ya kurudia tabia zisizokufaa na namna ya kuvunja mzunguko uliokufunga kwa miaka mingi, usipite bila kuangalia sehemu inayofuata. Subscribe, tuanze safari ya kujikomboa kutoka kwa tabia za kulazimishwa.